And Cuba's next, by the way, but pretend I didn't say that, please. Pretend I didn't say that. Please, 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 media, please. Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amerejelea kauli yake ya kusema Cuba ndio inayofuata baada ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba ameshashinda vita huko nchini Iran na kwamba taifa ambalo litafuata kwa sasa kuondolewa utawala wake ni taifa la Cuba. Trump alisema kuwa Cuba ndiyo inayofuata wakati wa hotuba yake huko Miami baada ya kupongeza mafanikio ya hatua za kijeshi za Marekani huko Venezuela pamoja na Iran. Ingawa rais huyu hakutaja ni nini hasa anachopanga kufanya kwa taifa la kisiwa hicho, mara kwa mara amekuwa akisema anaamini kuwa serikali ya Havana inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kiuchumi, iko kwenye hatihati ya kuporomoka. Utawala wake umefungua mazungumzo na viongozi wa Cuba katika wiki za hivi karibuni, wakati Trump mwenyewe amedokeza kwamba hatua za kijeshi zinaweza kuwezekana, kwa maana lazima wauondoe utawala wa Cuba, utawala wa kisosialisti, kama ambavyo imeuondoa utawala huko nchini Venezuela na namna ambavyo inapambana kutaka kuondoa utawala katika taifa la Kiajemi la Iran. Rais wa Marekani Donald Trump anasema, nilijenga jeshi hili kubwa nikasema hatutawahi kulitumia, lakini wakati mwingine lazima tulitumie na Cuba ndio inayofuata. Trump aliuambia mkutano, lakini nijifanye sijasema hivyo. Tujifanye hatujasema hivyo, anasema rais huyo wa Marekani. Rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump alielezea kwa muda mrefu azma yake ya kutaka kuondoa utawala wa Cuba, akisema kwamba ni utawala ambao kwa muda mrefu ulikuwa ukinyonya Marekani, lakini pia utawala wa uonevu kwa wananchi wake, na hivyo mipango mikakati ni kuhakikisha kama ambavyo amefanya katika taifa la Venezuela ndivyo ambavyo atafanya katika taifa hilo la Cuba. Hata hivyo, Wacuba wenyewe wamesema kwamba wapo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wowote dhidi ya Marekani. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel aliweka wazi akisema kwamba yeye pamoja na jeshi lake wapo tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani, na amesema kwamba Marekani itajutia kama itaamua kufanya uvamizi katika taifa hilo la kisiwa Cuba. Hata hivyo, bado hakukuwa na taarifa zilizotoka kwa mataifa makubwa wa shirika wa Cuba. Lakini kumbukwe katika siku za hivi karibuni ni rais wa Marekani Donald Trump aliyeweka vikwazo zaidi dhidi ya Cuba, ambapo wakati huu amezuia upelekwaji wa mafuta kutoka Venezuela kuelekea nchini Cuba, jambo ambalo linazidi kuongeza ugumu wa maisha katika taifa hilo. Kadhalika, jambo jingine ambalo limetokea katika wiki hii huko nchini Cuba ni baada ya meli 3 zilizosafirishwa kutoka Mexico kuelekea katika taifa hilo la Cuba kupotea bila kufahamika ilikuwa vipi. Meli hizo zinadaiwa kwamba zilibeba bidhaa za kibinadamu, lakini inadaiwa kwamba meli hizo zimepotea baharini, na hata wakati huu Mexico pamoja na Cuba wanapambana kuhakikisha wanazitafuta, licha ya baadhi ya taarifa zikieleza wazi kwamba huu ni mpango mwingine wa Marekani wa kuweza kuzipoteza meli hizo, ama huenda zikawa zimeshambuliwa vibaya na Marekani. Kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati, katika hotuba yake rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump alihakikisha kwamba Marekani imekaribia zaidi kuliko hapo awali kuinua Mashariki ya Kati, ambayo hatimaye iko huru kutokana na kile alichokita ugaidi wa Iran kwa miaka 47. Kwa miaka 47 Iran imekuwa ikijulikana kama mnyanyasaji wa Mashariki ya Kati, lakini sasa si mnyanyasaji tena, alisema rais huyo wa Marekani, akizungumza hatima ambayo kwa kiasi kikubwa haijulikani ya kiongozi mpya alidaiwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Iran imempoteza kiongozi huyo, ama kiongozi huyo yupo katika hali mbaya sana. Kadhalika alitaja ukosefu wa uungwaji mkono wa NATO kwa Marekani wakati wa operesheni ya Epic Fury, akisema kwamba sasa Marekani sio lazima iwe pale kwa ajili ya NATO. Siku zote tungekuwako huko kwa ajili yao, lakini sasa kulingana na matendo yao nadhani sio lazima tuwe, sivyo? Trump aliwaambia wasikilizaji. Hiyo inaonekana kama hadithi ya kuvunja. Ndiyo bwana. Je, hiyo ni habari ya kuvunja? Nadhani tuna habari za kuvunja tu, lakini ukweli ndio huo. Nimekuwa nikisema hivyo. Kwa nini tungekuwa nao kama hawapo tayari kwa ajili yetu?
hawakuwepo kwa ajili yetu, alisema zaidi rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.